unatumikia Mungu na ukufe katika maisha haya ukiwa maskini, mimi nitasema hapana. Gotire, hakuna kitu kama hicho. You will never serve God and die a poor man or a poor woman. Uwezi. Pastor Joy, tumikia Mungu hata kama watu watakuona wewe mwenda wazimu. Serve God. Amen. Serve God. Hakuna hasara kumtumikia Mungu. Amen. Tukiwa Kakamega wakati tulikuwa tumeanza huduma na Bishop, zaidi ni Bishop Kefa Ukwemba, alikuwa anasema Jumapili inayokuja tutamsifu Mungu kwa soko yote mzima, na mkuje na chochote kinachoweza kupiga kelele. Aliposema hivyo, wengine wakanunua filimbi, wengine wakakuja na pembe, wengine wakakuja na ngoma, wengine wakakuja na chochote kile. Wengine wetu ambao hatukuwa na chochote tukakuja na mitungi ya 20 liters. Tulipoanza kupraise, kila mmoja anatoka na kitu yake anagonga, wengine mitungi ya 20 liters, na sasa tunakauka, tunaenda kwa barabara, tunaimba. Let me tell you, mpaka ikafika mahali watu walikuwa wanakuja kanisani wanasema tunaenda kwa ile kanisa ya wenda wazimu. Amen. Tunaenda kwa kanisa ya wenda wazimu. And let me tell you the truth. Yani ilikuwa ni rahisi sana kujua mahali church yetu iko. Kwa sababu gani? Unashuka tu pale, ukishuka mahali penye ni sokoni hapo mahali kunaitwa Ilungu, unasema ya kwamba ninaenda kwa kanisa ya wenda wazimu. Straight away hata katoto katakuleta. Because wakati tunamtumikia Bwana, hata starehe pamoja na ungwana tunawekanga kando. Amen. Ninasema hivi mpendwa, na kama haujawahi ingia kwa network yangu, anza kuingia kuanzia leo. Wakati tunamsifu Bwana, hatunanga starehe. Usingojee starehe toka kwangu. Even me, I have come to serve God. Amen. Amen. Nimekuja kumtumikia Bwana. Ukija hapa kanisani unipate ninacheka, usiniambie pastor usifyeke, wacha mimi nifyeke. Kwani mbinguni tutalipwa na wewe? Hapana. Hata mimi huko mbinguni nataka kitu kiingie kwa store. I thank God. Pastor Justus alikuwa hapa. Akiokota makaratasi hapa. Hakukuwa kuzuri, alikuwa anaokota makaratasi. Na mimi pia hapa nilikuwa na silasa yangu nikicheka. Because ninajua wakati yeye atakuwa kilipwa na Mungu, na mimi kuna kitu ambacho nitahesabiwa. Amen. Yes! Kuna kitu nitahesabiwa. Lakini wengine wetu tunatakanga mastare. Kwa sababu wewe ni full timer in the church. Na ni full timer mwenye ana katika. Taabu tu. Shida. Unakalia pasta ngumu. Paka pasta hawezi kupumua. Akipumua anasikia tu afya. Tulia, tuliza moto. Tuliza moto. Na leo nisema sina haraka ya kutuliza. Leo tunaenda pole pole. Mpaka nisikie huo mwingine kuko sawa. Mungu ni mtamu. Mungu ni mzuri. Amen. Glory be to God. Amen. If you will serve God, ukimtumikia Mungu kwa roho na kweli, katika moyo wa uwazi, bila unafiki, let me tell you, prosperity will be your soul. Amen. Mpendwa, posta nitabiri kutoka kwenye haya madhabahu. Miezi michache ambayo imebaki mwaka uishi, may God surprise you. Amen. 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 Amen. Thank you. God bless. May God surprise you. Amen. In the name of Jesus. Hauwezi mtumikia Mungu na ubaki sawia tena. Niseme mpendo, miaka kadha wakati ambapo nimekuja Kitengela, akija kwa kipindi kizuri,
akija kuwa ni kipindi kizuri. Let me speak the truth. I'm on the altar. Na mimi ni mchungaji wenu. Kisikia hii testimony alafu useme kumbe pastor yetu alikuwa maskini. Yes, nilikuwa maskini. Lakini sasa hivi siko hivyo. Amen. Siko hivyo. Kuna mahali Mungu amenipeleka. Amen. Because katika unyonge na uchache ambao wa vile vitu ambavyo Mungu alinipatia, I've trusted God na nimejaribu sana kuwa mwaminifu. Amen. Mimi hata ukinitumia shilingi 300 ninaandikanga chini tatibo nikijua nini ya Mungu. That is what I do. Amen. Let me repeat that testimony. Last week nilisema Kitengela hakujakuwa rahisi, lakini Mungu katika mji wa Kitengela amenisaidia kwa rehema zake. Amen. To cut the story short, imagine mtu anajenga nyumba, anaifanish, anapiga rangi, anakuwekea masiki, anakuwekea mpaka maoshawa, anakuwekea kila kitu yenye unatajanga kwa nyumba. Badala ya kuweka ndani tena, anakukabidhi funguo, anakuambia utaishi hapa mpaka ile siku utaitwa na baba. Wow. Amen. Utakaa hapa mpaka ile siku utaitwa na baba. Amen. Amen. I'm saying may God surprise. Amen. Sisemi hivi kimzaa. God has done it for me. Amen. Nilikuwa nalipanga rent. Hata jana niona wengine akipeana marisiti hapo nikasikia kutetemeka. Nikasikia keodo ndani ya moyo, ndani ya goro kinafanya du. Nikasema lakini mimi God exempted. Amen. God exempted me. Amen. God exempted me. Amen. In the name of Jesus. Yes. Let me say this. Mpendwa, tumikia Mungu. Amen. Serve God. Amen. Na hata kama wakati haufai kuomba, mpendwa nitasema omba. Amen. When you don't feel like praying, that is the time you should pray. Amen. Yes. Vitali tunabariki. Matthew chapter number 6 verse number 33. Kitabu ambacho tunakijua vizuri. The Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Seek first the kingdom of God and his righteousness. And all these things will be added unto you. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Tafuta ufalme. Wacha kutafuta vitu. Tafuta ufalme. Haya mambo mengine utazidishiwa tu. Mtapewa. Mimi sasa nimeamini ya kwamba kumbe nilikuwa nasikianga mtu anaweza kubariki na ploti, mtu anaweza kupatia gari, mtu anaweza. Mimi saa hii nimeshuhudia. For me it is reality. Amen. It is reality. Amen. God can bless. Amen. God can bless. Hallelujah. Amen. Genesis 26 verse number 1. From verse number 1. The Bible says Isaac prospered in a foreign land until the people envied him. Ya kwamba Isaka akafanikiwa sana katika nchi mpaka watu wa nchi hiyo wakaanza kumwonea wivu. Isaka alifanikiwa mpaka watu wakaanza kumwonea wivu. Hivyo nasema nini mchana wa leo? Mpendwa, ukimtumikia Mungu katika roho na kweli, katika nchi isiyokuwa yako, utafanikiwa. Amen. Ninajua wengi wetu hatujazaliwa Kajiado. Wengi wetu hapa hatujazaliwa Kajiado. Ni wachache tu wamezaliwa Kajiado County or anything. Wengine wetu tumetoka nje tukaja Kitengela. Wengine wetu tumetoka Kisumu, wengine Kakamega, wengine tumetoka wapi? Butere, Mumias, Nyahururu, tumekuja tumekutanika hapa. Lakini Biblia inasema ya kwamba Isaka
Isaac, in a foreign land, he prospered until the people began to envy him. This is what I declare in your life. That God will prosper you. Amen. In the land of Kitengela. Amen. Until people will envy you. Amen. Aha. Mungu atakubariki kiasi ya kwamba watu anze kujiuliza, huyu ndio pastor mwenye alikuwa anaendeshanga motorbike hapa? Wanajaribu kuflashback, wanashindwa kama ni wewe ama si. There is God in heaven. Amen. In Jesus' name. Amen. Number 3, benefits of serving God. Number 3, God will satisfy you with long life. Amen. God will satisfy you with long life. Yes. The Bible says in the book of Proverbs chapter number 3 verse number 16, long life is in our right hand, and in our left hand riches and honor. Oh my God, listen to this. Long life is in her right hand. Maisha marefu yako katika mkono wake wa kuume ama wa kulia, lakini utajiri na heshima katika mikono yake ya kushoto. Amen. Maisha marefu yamewekwa katika mkono wako wa kuume, lakini utajiri na heshima katika mikono yako ya kushoto. Amen. Inamaanisha nini? Tunao utajiri already because tuna mikono ya kushoto. Si ni kweli? Yes. Yeah, riches and honor, they are in our left hand. But long life, glory be to God. Amen. Are you getting blessed? Yes. In the name of Jesus Christ. Psalms 91 verse number 16. Psalms 91 verse number 16. The Bible says, with long life I will satisfy him and show him my salvation. With long life I will satisfy him. Nitakutoshelesha kwa maisha marefu. Huyo ni Mungu ananena. Amen. I will satisfy you with long life. What does it mean? Sisi sio watu wa kukufa kwa barabara. Long life is our portion. Amen. Long life is our portion. Amen. And I declare you will live long in Jesus' name. Amen. Mutaishi maisha marefu. Yes. Utaishi maisha marefu. Hata kama mambo sio mazuri, wacha kufika mahali pa kuanza kujilaani. Nilishangaa juzi kuona rafiki yangu mmoja ameandika, kama maisha ni kama hii, ni heri kufa. Kama maisha ni kama haya ninayoyapitia, ni heri nife. Inside of my heart, I prayed and I told God, I am taking away the spirit of death. Yes. I cancel the spirit of death. And I said, you will not die, Moses. Moses, you will not die. Moses, you will live. You will live. Glory be to God. Amen. The Bible says, with long life I will satisfy you. Nitakutoshelesha kwa maisha marefu. Hata kama maisha ni machungu, itakuwa ni upumbavu sana kujinyonga. Maana kile ambacho unapitia, kuna mtu alipitia na akafanikiwa baadaye. Kama ni kufungiwa nyumba, hata sisi tulifungiwa. Lakini saa hii kama ni watoto kutumwa nyumbani school fees, si hata wangu alitumwa. Sasa ati Mungu, mimi sioni haja ya kuishi, afadhali tu nikufe, mimi huyu mzee amenisumbua. Mpendwa, afadhali niolewe na mwingine. Let me tell you, when you leave that man, hata kama yeye unamuona kana kwamba hafai, basi Biblia ina option mbili. Ukimwacha, hata wewe mahali penye unaenda, usiende, uoe,
wala msiolewe. Mkae hivi. Mkae kama mapaulo wawili. Mzee akweka Paulo pande hii ya Kitegera na huko Paulo Athiriva. Hiyo ndio ruhusa tuko nayo. It is only death or unfaithful in marriage. Hiyo tu ndio inatawanisha watu wawili ambao wanapendana. Acha nisaidie wachungaji hapa. Wachungaji mkienda kufanya counseling, wacheni kufanyanga counseling kwa mandoa ya watu ukisikiza mtu mmoja, because huyo ukiamua kusikiza mzee atakupatia ubaya wa mama, hata kuambia mama ni mbaya, mama ni shetani, mama ako na mkia, mama ako hivi, atataja vitu mpaka usikie kuchukia mama. Lakini akishatoka kwako, akifika kwa nyumba anaanza kuita na sweetheart, when my heart see you I feel kudumburi. Let me tell you. Sasa wewe ulikuwa na counsel nini? If you want to counsel the people of God, pastors, waite wote wawili. Huyu waseme mabaya ya Pastor Maina, aseme mimi Pastor Maina, hata nguo yangu mimi ni nini yangu mimi. Akishamaliza Pastor Maina naye anasema hata mimi huyu viatu zangu ni plus yangu ni okay. Mmemaliza suluhisho itapatikana kwa njia nzuri. Na hakuna mwenye atakuchukia. Nobody will hurt you. Kwani ni counseling ya marriage. Asante, tunashukuru Mungu. Glory be to God. With long life I will satisfy you. Amen. Muishi maisha matakatifu. Muishi maisha ya kumpendeza Mungu. Muishi maisha mazuri. Let me tell you this. Let me now speak to the young people. Niongee na vijana. Niongee na vijana. Saizi ninajua kuna yeye ambaye anasema mimi nisipooa badali dunia ishi. Let me tell you. Utaoa, utakuwa na huyo mke wako. Mpaka itafika mahali akaanza kuona unashindwa. Sasa ni nini nyingine? What else? Ni nini mpya? Sasa wewe ni kijana, mtumikie Mungu. Sasa hiyo nafasi ambayo uko nayo kwa sasa, haujaolewa, ni nafasi nzuri ya kumtumikia Mungu. Wakati utaoa, wakati ambapo unataka kumtumikia Mungu, tunataka kwenda crusade. Mama anakuambia, last week si ulikuwa Katoloni? Hii wiki mimi niko na wewe. Hakuna mali unaenda. It's nothing. Kwanza wakati mmeoana, hizo ni makamba mbili zimeshikana. Na hata sisi mapasta turuhusiwi kukatanisha. Amen. Are you getting blessed by the way? Amen. Unabarikiwa. Number 4. When you serve God, God will honor you. Amen. Huh? When you serve God, now it is not you to honor God. When you serve God, now it is God to honor you. Amen. Wow. It is powerful, eh? Wow, let me repeat that. I'm saying this. Unapomtumikia Mungu, mpira unageukanga. Badala ya wewe kumheshimu Mungu, Mungu sasa ndiye anaanza kukuheshimu. Amen. Hiyo injili iko na mafuta, eh? Iko nayo. Iko sawa. Amen. Aya, wacha nirudie. Mara ya mwisho. Yes. Ukimtumikia Mungu katika njia ya haki na kweli na umpendeze Mungu, sasa badala ya wewe kumheshimu Mungu, sasa Mungu ataanza kukuheshimu. Wacha nikupeleke kwa maandiko. In the book of John chapter number 12 verse number 26. The Bible says, whoever serves me must follow me. Whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be. Amen. My Father will honor the one who serves me. Amen. If you serve God,
ebintu birachenza. Nyasaye yetakutaka kuona. Oh, God will start honoring you if you serve God. Amen. Sasa ukitaka Mungu akuheshimu, basi mtumikie. If you want God to honor you with things, if you want God to honor you with substances, if you want God to honor you with work, serve Him. Serve God. Serve God. Wacha sarakasi, mtumikie Bwana. Na umtumikie kwa roho na kweli. Pastor John, tutamtumikia Mungu. Hata kunyesha ama kuzinyesha, tutamtumikia huyu Mungu. Sasa niwapatie testimony. Nisema leo sina haraka. Kuna wakati tumeenda crusade Kakamega. Wakati tulikuwa huko, Bishop Zablon Malema wa Eldoret akaja kuhubiri kwenye crusade. Wakati alisimama kwenye madhabahu, wingu likashuka ukawa kweusi. Mvua ikaanza kunyesha. Bishop Malema hakuondoka kwa mvua pamoja na interpreter wake. Na sisi kama intercessors hatukutoka kwenye mvua. Tulinyeshawa sisi sote kabisa. And it was, mvua ilikuwa mvua kubwa sana. Watu wakajipanga kwenye maduka pale kujionea vile ambavyo kunaenenda. Baada ya kunyeshewa hivyo, mvua ilipoisha, after 2 hours, Bishop Malema akaja akasema jambo moja: njooni nyinyi intercessors wote, ushers na waimbaji, njooni. Tukaenda pale, akasema inueni mikono yenu. Tukaenda, akasema Baba, kama vile mvua imenyesha, ninaamurisha nazo nguo za hawa wapendo zikauke. Amen. Si watu wako kwa maduka wanajionea. Tukiwa pale tumeinua mikono juu, tulikuwa tunapigwa na joto, kumbe nguo zikukauka zinakauka. Amen. After 3 minutes tulikuwa sawa na wale wenye wako kwa maduka. Yaani hakuna mtu ana maji. Amen. Hakuna mtu ambaye alikuwa na maji. This is to tell you that mpendwa, unapomtumikia Mungu inaweza onekana ni kana kwamba unajiumiza. But I want to assure you there are blessings of serving God. Amen. There are blessings of serving God. Amen. Mtumikie Mungu majira yanayofaa na hata majira yasiyofaa. Watu walipoona hivyo walikuja kwa crusade automatically. Na siku hiyo kukaokoka watu wengi sana, kwa sababu Mungu alikuwa kwenye mkutano. Mungu alikuwa kwenye mkutano katika jina la Yesu. Amen. Glory be to God. Amen. So I've said this, when you serve God, God will honor you. Huh? God will honor you. I say may God honor you from today. Amen. May God honor you. Amen. May God honor you. Yaani kuna watu ambao wanakwanga wamekudharau mpaka wamekudisqualify, wamemalizana na wewe. Asubuhi nikasoma andiko in the book of Psalms, verse number 5, 23 verse number 5. The Bible says, He prepares a table before me in the presence of my enemies. Mungu anakuandalia meza machoni pa watesi, machoni pa watesi, machoni pa watu wabaya, machoni pa wale ambao wanapinga usiendelee, wanapinga usifanikiwe. Hapo ndipo Mungu anakuandalia meza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Number 5, before ninakaribia kumaliza. Number 5, when you serve God, when you serve God, joy will be your portion. Mungu atakupatia furaha. Unapomtumikia Mungu, mpendwa, utafurahi. Mpendwa, utafurahi. Utafurahi. Joy will be your portion. Psalms chapter number 126 verse number 5. Psalms chapter 126 verse number 5. The Bible says,
who sow in tears will reap with the songs of joy. Wapandao katika machozi, wanaoenda shambani wakiwa wanapanda kwenye machozi, Biblia inasema ya kwamba watavuna kwa kelele za furaha. Kuna wakati ambapo hata mimi tulikuwa tunapewa kazi kule nyumbani, labda ni wakati wa kulima. Wakati wa kulima hakuna mtu anacheka, hakuna kicheko pale. Wakati wa kulima, kicheko hamna. Wacha ifike wakati wa kupanda, taabu tupu. Kwanza mimi nilikuwa na shida. Ndugu yangu mkubwa yeye anasema mimi ni wa kupiga mashimo. Jamaa analima mashimo, akiondoka anagonga tu akienda. Sisi tunamtegemea. Mwingine sasa amebeba mbolea, na mwingine sasa mimi niko na tumbegu, na lazima umwage ndani tumbegu tatu na unafunika tatu na wewe lazima uwe careful, maana lazima uhesabu. Alafu bahati mbaya ndugu yetu mkubwa hao ameshamaliza, ashashiba mashimo, ameshamaliza shamba, yeye ameondoka, ameenda kupumzika. Unabakia wawili kimeumana. Yule wa mbegu, yule wa mbolea ananga shida sana. Yeye ni kuokota na kumwaga. Kokota akimwaga tu akienda. Wewe wa kuhesabu mbegu ndio una taabu zote. Maana lazima uhesabu tumaidi 3, tumaharagwe 2 unaweka. Wewe utachukua muda mwingi na muda mrefu sana. Na ndipo Biblia ikasema ya kwamba waendao katika kupanda huwa hawaendi na furaha. Wakati wa kupanda hamna kicheko. Wacha niije katika injili ya leo. Siku ya leo ni siku ya kutoa. Leo kipi? Leo ni siku ya kutoa kwa sababu ya Mungu. Today we've come here to serve God with our money, with our wood, with our mabati. Tumekuja kumtumikia Mungu kwa hela zetu. Sidhani kama kuna mtu ambaye siku ya leo amekuja akiwa anacheka. Leo ninaenda kupanda kwa nyumba ya Mungu akiwa anacheka. Hata mimi inaniumiza moyo wewe. Mimi inaniumiza moyo. Mimi najaribu kuimagine vile ambavyo zitaniondoka leo. Pastor John, sina furaha. Hadi leo ninaachana na shilingi zangu 1000 zangu 10, 1000 zangu 5, 1000 zangu 2. Na labda sina chakula, sina kitu. Kama wewe ni mwanafunzi, labda hiyo ni school fees umetumiwa. Umeambiwa ya kwamba hii utalipia karo. Na katika hiyo karo unasema I'm going to sacrifice my 1320 just a piece of an iron sheet. Unasema I will sacrifice. Hii inachinja. Wakati nilikuwa shuleni, I was a good footballer, kwa mchezaji mzuri. Tumeenda kukutana na Vihiga Boys. Sasa kuna kawimbo tulikuwa tunaimba, chinja, chinja, ua, ua. Ukisikia hivyo ujue sasa kutawaka. Bahati mbaya tushindwe, hockey sticks zitapiga watu. Lakini kuna siku tulienda mahali kikaumana. Mimi kile kiliniokoa ni kukua sijui ya maji. Watu wetu walipigwa, walikimbizwa, lakini chairman wao maana alinijua, akasema msikuze my brother. Amen. Msikuze. So I was there. Niko kwa ma opponents, lakini kwa ma opponents niko safe. Amen. Mpaka wananisindikiza mpaka kwa barabara, nikaenda kupata mahali penye gari yetu ilikuwa. Lakini wale wengine walikuwa wanatomokea kwa mahindi. Ya anajipata kwa barabara. Yaani kulikuwa vitu zingine fani. Na ninakwambia hata katikati ya maadui tutaishi. Amen. Yes. Katikati ya maadui tutakaa. Listen to this. There is a man of God that I love, Bishop Twimising. Bishop Twimising
mahali ambapo amejenga kanisa ni katikati ya Waislamu. Isili katikati ya Waislamu. Mahoni speaker zao ziko juu. Lakini katikati ya Waislamu Kristo Yesu anahubiriwa. Amen. Hata sisi katikati ya Kitengela Kristo tutamhubiri huyu Kristo. Maana mimi nampenda Mungu. I just love my God. Penda Mungu. Hallelujah. Wakati wa kupanda hakuna mtu ambaye huwa anacheka. Hakuna. Leo tumekuja kutoa changizo. Leo tunalo changizo hapa. Hakuna mtu ambaye amefurahi. Mama yetu Charity. Moyo wako unafurahia kabisa ukileta 80,000 hapa. Unasema leo ninatoa 80,000. Nina clear my account. Nijengee Mungu nyumba. Ndio najua hata kama unaweza kutoa lakini moyo utaumia. Ni kidonda kinabaki. Maana wakati wa kupanda, my brother Joseph, hakuna mtu anafurahi. Lakini siku ya kuvuna, hey, hauhitaji kuambiwa. Unasikianga watu wako kwa shamba wanavuna wakiimba nyimbo, wanasema Jehova umetukumbuka, Jehova umetuona. I declare may it be your portion. Amen. This year as you sow your seed on this altar, wakati ambapo unanunua bati lako mmoja, unapoweka mabati yako mawili, unaposema ya kwamba mimi ninajitoa kama mbegu kwa hii kanisa, hata kama sina pesa, siku ya mchengo nitakuwa pale kushika mabati nikipatia mafundi. Wewe ni dada, siku ya kujenga, maana hauna kitu ya kutoa, pika kachai kako, nunua kamkate ka 50 bob, leta, ambia mafundi fundi, munapojenga, munapokunywa hii chai, Mungu anikumbuke. I declare utacheka kama wengine wanavyocheka. Utafurahia kama vile wengine watakavyokuwa wakifurahi. Maana wakati wa kuvuna, kila mmoja ana wimbo wa kumshangilia Bwana. Hey. Pastor, ningependa unisomee Habakkuk chapter number 3 verse number 18. Napenda hilo andiko sana. Ninakaribia kumaliza watu wangu. Nakaribia kumaliza. Ninakuandaa kwa sababu ya injili ambayo ni ya jioni. Na ninajua kwamba Mungu wetu anaenda kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Habakkuk chapter number 3 verse number 17 to 18, Pastor. Habakkuk 3:17-18. Yes. Although the fig tree shall not blossom, Though the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no head in the stores. Yet I will rejoice in the Lord. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. I will joy in the God of my salvation. May you find a reason to bless the name of Jesus. Amen. May you find a reason to bless the Lord. In whatsoever you are doing today, I know you are parting with your money today. I know it is a sacrifice. Wengine ninajua ni shilingi 2,000 zilikuwa kwa account. Ukasema Mungu, hizo shilingi zangu 2,000 ninazitoa, ninazichinja kwenye madhabahu yako. Mungu zinitetee. Nami nasema kama mtumishi wa Mungu, zikutetee kwa jina la Yesu. Amen. Zikutetee. Zikutetee. Number 6, ninapomaliza. When you serve, when you obey and serve Him. Number 6, God will protect you and whatever belonging to you. God will protect you and whatever belonging to you. Mungu atakuhifadhi
atakulinda pamoja na kile chochote kiwacho ambacho kimeitanishwa na wewe. Imagine, when you serve God, He will protect you and whatsoever that is belonging to you. Let me speak something here. There's a time I was coming from Kericho nikielekea Kisumu, nikiwa kwa Nisa. Mvua ikawa imenyesha ya kwamba driver wetu haoni mbele. Gari likafeli brakes. Barabara ina utelezi sana. Driver akajaribu vile ambavyo aliweza na ujuzi wake, ikashindikana. Haoni mbele, na kuna barabara na mahali ambapo tumefika kuna kona na kuna shimo mahali pale. There's a very deep valley. Kile ambacho driver alifanya, na mimi nilikuwa nimekaa kiti cha mwisho nyuma, driver alisema kila mmoja ajiombee. Alisema kila mmoja afanye nini? Ajiombe. Maana kwake yeye alikuwa amefika mwisho. Alikuwa ameona kana kwamba sasa hatujui ni nini ambacho kinafanyika dakika ambayo inafuata. But because God is a God who protects, I was there and I said, Jesus, sija kutumikia, na mimi ni mtumishi wako, mimi ni chombo chako. Ajabu ni kwamba gari lilienda tu kando ya barabara, ikasimama pale. Mungu akatuepusha na ajali, akatuepusha na vifo. Sisi sote tukatoka tukiwa wazima. The Lord was with us. That's why I want to say today, may the Lord protect you. May the Lord protect you. Wale ambao mnaendesha motorbike kwenye barabara, natangaza Mungu awape ulinzi. Wiki hii muwe salama katika jina la Yesu. Na ikawa kuna chochote ambacho kilikuwa kimepangwa juu ya anga yenu, ninakinenea kiondoke katika jina la Yesu Kristo. Malachi chapter number 3 verse number 11. Malachi chapter number 3 verse number 11. Ninapokamilisha ujumbe wangu siku ya leo. Malachi 3:11. Nasema, and I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, says the Lord of hosts. Amen. Thank you. The Bible says, I will prevent pests from devouring your crops. I will prevent pests from devouring your crops. And the vine in your field will not cast their fruits, says the Lord. Mungu anasema, nitawakemea waharibifu. Nitawakemea. Nitawaondoa. Natangaza kuwe shwari katika anga yako. Uwe salama katika anga yako katika jina la Yesu. Vita vyako Mungu avipigane, na Mungu akuhifadhi katika yote katika jina la Yesu Kristo. Today as we support the work of God, tunapotoa dhabihu zetu, tunapotoa sadaka zetu, ninajua tunaenda kutoa, lakini nataka ninene katika anga yako. Nataka nikupe siri mpendwa, jiunganishe na anga ya madhabahu hii. Jiunganishe, ni mahali pazuri, mahali ambapo pana neema. Hapa mimi huwa sifanyi tarakati na sidhani kama kuna wakati nitafanya. Injili yangu inabakia jinsi ambavyo ilivyo. Na wana ambao wanapenda neno la baba yao watanifuata. Let us support the work of God. Tumtumikie Mungu. Pastor Lori, tumtumikie Joe. Kina lolote, tumtumikie tu Mungu. Let us serve God. And when we serve God, the Bible has spoken to us. Number one, favor will follow us. Favor will be our portion. Number two, prosperity
will be our song. Tutaimba nyimbo za ufanisi. Number 3, God will satisfy us with long life. Tutaishi maisha marefu. Glory be to God. Number 4, God will honor us. Ninatamani hiyo. Ya kwamba yani ifike mahali ambapo nimemtumikia Mungu kiasi ya kwamba Mungu mwenyewe aje anivishe utukufu. My God. Wow. Pastor Lord. Ya kwamba ifike mahali ambapo Mungu akuvishe utukufu. Mungu atoke mbinguni ashuke aje kukuvisha utukufu kwa sababu ya kumtumikia. What a joy. I say God will honor you. Amen. God will honor you this year. Amen. The remaining days to the end of this year, I say God will honor you. Yes. In the name of Jesus Christ. Yes. I can see God wiping away your tears. Na ninasema mtumikie Bwana in season and out of season. Whether people will love you or hate you, my brother, serve him. Serve Jehovah. Serve him is a place to God. Serve him no matter what. Serve him. Even in the darkest place, may you serve the Lord. In the name of Jesus. Serve God. Tumikia Bwana. Hata kama watu watakuongea mabaya, hata kama watu watakusengenya, afadhali wakusengenye ukiwa sawa na Jehova. Watu wataongea mpendwa. People will talk. People will speak. Lakini wacha nikupe siri mpendwa. Afadhali waongee ikiwa ni Mungu amekubariki. Let them speak. Wacha watu waongee kama kweli ni Mungu amekubariki. Maana shida na watu wengi, vitu mzuri tulipatia shetani. Pastor Lawrence akiendesha gari ya Prado tunasema kuna mahali alienda, alitembelea, kuna mahali anaendanga. Mwapendwa, kwani vitu mzuri, let me ask you a question. Mungu ananga vitu mzuri? Pastor Joel sasa hivi aende Kawangware apate huko mtu ambariki na gorofa. Amwambie kuanzia leo hii gorofa ni yako. Tunaweza kusema hapo Pastor Joel ni kama alianza kwenda kwa DW, unajua sasa auongea ati in full, unaongea DW devil worshipper. Hapo ishindwe. Nasema tutakuwa na vitu mzuri. We are going to own things. We are going to own properties. Because the Lord is blessing us. Because the Lord is blessing us. And I say you will be blessed. I declare you will be blessed. Under this grace, your life will never be the same again. Under this anointing, you are going to prosper. You are going to move forward. You are not going to be stopped. There is no demon that will quench that which God has begun in your life. We are going to support the work of God. We are going to serve God with our finances. We are going to serve God. Mpendwa, kubali kumtumikia Mungu. Mungu, let me say this. Maana nimemaliza kuhubiri. Sisi wote hatujaitwa kuhubiri na microphone. Pastor Lawrence, sisi wote hatujaitwa kuhubiri na microphone. Kuna mtu ambaye anahubiri na fedha zake. There are people that God has set aside. Mungu amewatenga tu kwa sababu ya kuhubiri na fedha. Hata kama hatashika microphone, Pastor John akisema ako na crusade Isinya ama Namanga, atamwekea 1300 kwa account, amwambiwe yeye amehubiri. Si kweli? Leo ningependa kuhubiri pamoja nawe. I want you to preach together with me. Kupitia mabati yako, kupitia sacrifice yako, mjengo wetu umalize kwa utukufu wa Bwana. Tuache kunyeshewa wapendwa, tuache kupigwa na jua. Leo weather ilikuwa inakaa kama inaenda kunyesha. Inside of me I told God, niruhusu nifanye kazi yako. Niruhusu. Kuna wakati tumepigwa na jua sana hapa. Tumepigwa na jua. Nilikuwa naambia washirika wangu, ninyi endeni pale kwenye kivuli, nendeni pale. Kaeni pale.
Mimi sawa, baba wenyu nitapigwa, najua sawa sawa. Mpaka ngozi zilikuwa zinanitoka hapa. Pastor John, mpaka siku nyingine yule mwenye ananyoanga kaniambia, pastor, na huko na masamba. Nikajua wewe sema tu masamba, ni mbegu ninapanda. Wewe onanga tu masamba. Lakini alinihurumia. Alichukua kadeni akaanza kumscrub. Na akiniscrub nilikuwa nasikia vizuri. Scrub. Nikatoka pale nikisema kumbe kuna let us love God, let us serve. Our God is a faithful God. Shalom and God bless you. Tusimame tuombe katika jina la Yesu Kristo. Nimekupatia umuhimu wa kumtumikia Bwana. I've given you the reasons of serving God. Mpendwa, amua kumtumikia Mungu. Amua kumtumikia Mungu. Nimesema kitu kingine na nasikia roho Mungu akinihimiza niongee hivi. Hata kama mchungaji wako ana udhaifu, hata kama mchungaji wako hana standard nzuri ya neno, usiongee juu yake. Leave that man alone. Kuna watu wanapitia hali fulani kwa sababu wanaingia vibaya jeo tumisha. I pray to believe that God is good. I pray to believe that God is good. Pray to believe there will be mercy. Mimi siangalii pesa ambazo umeleta hapa. Kile ninataka ni nafsi yako. Because hiyo ndiyo ambayo nitakayoulizwa mbinguni. Hiyo ndiyo ambayo nitaulizwa mbinguni. Pesa zako ni nzuri, imenisaidia kunitumika ninapohubiria watu wa Mungu.